أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. तुम हरगिज़ नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम hamtaweza kuufikia wema hasa mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda, na chochote mnachokitoa basi hakika allah anakijua. Katika aya hiyo mwenyezi mungu ameeleza wazi ya kwamba viwango vya juu vya wema vinaweza kupatikana pale ambapo nyinyi kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu mnatumia katika njia yake kile mnachokipenda. Akieleza ufafanuzi wake sehemu moja, hatmasihe maud alahissalam alisema ya kwamba nini hamwezi kupata wema wa kweli ambao unamfikisha mtu hadi kupata wokovu mpaka mutumie katika njia ya allah mali na vitu mnavyovipenda. Kisha katika sehemu nyingine alisema kwamba hamtakiwi kuwa na mapenzi na mali. mwenyezi mungu anasema lan tanalu lbirra hata tunfiku mima tuhibun, nini hamwezi kufikia wema mpaka mutoe kutoka vitu ambavyo mnavipenda. Alisema ya kwamba kwa kutumia vitu visivyo na faida au visivyofaa mtu yeyote hawezi kudai kwamba amefanya wema. Mlango wa wema ni mfinyo. Hivyo kumbukeni jambo hili vizuri kwamba kwa kutumia na kwa kutoa vitu visivyofaa mtu hawezi kuingia kwenye mlango huu wa wema, kwani kurani tukufu inasema kwamba lan tanalu lbirra hata tunfiku mima tuhibun. Hamwezi kupata daraja ya kuwa mpendwa wa mwenyezi mungu mpaka mutumie vitu ambavyo mnavipenda sana. Kama hamtaki kuvumilia mateso au shida, kama hamtaki kuvumilia uchungu na hamtaki kushika wema wa kweli, sasa kivipi mnaweza kufanikiwa na kupata ufaulu? Je, maswahaba watukufu walipata daraja hiyo bila kufanya juhudi? Daraja walioipata kwa ajili ya kupata lakabu za kidunia, mtu analazimika kuvumilia matumizi mbalimbali na mateso na uchungu mbalimbali, kisha anaenda kupata lakabu ya kawaida ambayo haiwezi kutuliza moyo wake.
yani lakabu anaipata ambayo sio lazima kwamba iwe sababu ya kumpatia utulivu, lakini mtu anafanya juhudi kwa ajili yake. kisha mutafakari kwamba lakabu ya raziallahu anhum ambayo ni alama ya ridhaa ya mwenyezi mungu na ni sababu ya kuwapatia utulivu wa moyo, je, maswahaba waliipata bila juhudi yoyote? Jambo la msingi ni kwamba ridhaa ya mwenyezi mungu ambayo ndiyo sababu ya furaha ya kweli mtu hawezi kuipata mpaka avumilie mateso na shida mbalimbali. mwenyezi mungu hawezi kudanganywa. wamebarikiwa wale ambao kwa ajili ya kutafuta ridhaa ya allah wasijali shida yoyote, kwani furaha ya kudumu na utulivu wa kudumu mtu na mumini anapata baada ya kuvumilia mateso kwa muda. hivyo huu ndio uelewa wa kutoa mali ambao masihi maula salam anataka kutupatia sawa na kauli ya mwenyezi mungu, na hii ni hisani kubwa ya allah juu ya jamaati na ni hisani juu ya kila ahmadia ambaye alielewa jambo hilo na kisha akatoa mali yake katika njia ya dini. japokuwa ana mahitajio yake, japokuwa wanajumuia wanakuwa na mahitajio yao, lakini hata hivyo wanatoa mali yao kwa ajili ya mahitajio ya kidini. ipo mifano ambayo ni maelfu. wanajamaati wakiacha mahitajio yao wanatoa kwa ajili ya mahitajio ya kidini. katika zama hizi sisi tunaangalia kwamba hali ya uchumi wa dunia inaendelea kuharibika zaidi na zaidi, na haswa nchi zinazoendelea, japokuwa hata nchi zilizoendelea pia hali yao sio tofauti na nchi zingine, pale ambapo kulikuwa na starehe za aina aina, na sasa katika dunia kuna hali ya vita, na katika ulaya vita inaendelea kupiganwa kati ya ukraine na urusi. vita hiyo imeharibu hali ya ulaya vile vile, yani hali ya uchumi. kwa vyote vile uchumi wa nchi zinazoendelea umevurugika zaidi, kisha ulaji rushwa wa wanasiasa wa nchi hizi umeharibu zaidi hali ya uchumi. lakini hata hivyo waahmadia wanaendelea kuzidi na kuongezeka katika kujitolea kwao. katika jicho la mtu wa dunia hili ni jambo ambalo ni vigumu kulielewa, lakini wale walio na imani madhubuti wanajua kwamba kujitolea kwao kupo na wanakifanya ili kwa sababu yake waweze kupata fadhili ya mwenyezi mungu. katika hutuba ya kwanza ya Novemba, kama wanavyojua Waahmadia kwamba mwaka mpya wa Tahrike Jadid unatangazwa, hivyo kuhusiana na Tahrike Jadid nitaweka mbele yenu baadhi ya matukio. Sadr Lajna Lahore aliniindikia, Sadr Lajna wa wilaya Lahore, kwamba katika kikao kimoja niliambiwa kuwahimiza Waahmadia kuhusu mchango wa Tahrike Jadid. hiyo ni majlis ya watu wenye kipato cha wastani. Anasema kwamba nilikuwa na hisi majuto na kiherehere kwamba mimi niwahimize vipi, kwani wanaendelea kujitolea sana, lakini kwa kuwa nilikuwa nimeambiwa hivyo nikalazimika kuwahimiza. Anasema kwamba mimi nikashikwa na butwa pale nilipoona jinsi kina mama wa Ahmadia walivyojitolea. Anasema kwamba mimi kisha nikahisi majuto kwa kuona jambo hili, kwamba watu wenye kipato kadogo au kipato cha wastani wanaendelea kujitolea zaidi na zaidi. Wakatoa mali na dhahabu ambayo thamani yake ilikuwa ni malaki mengi. kisha kuna ripoti ya wakilulmal awal, ni orodha ndefu ya kurasa nyingi za majina ya kina mama waliotoa dhahabu zao. Hatmusleh maud raziallahu taala anhu
alipokuwa ametangaza mpango wa tahrike jadid na vipengele ambavyo alikuwa ameviweka mbele ya jamaati, kulikuwa na kipengele kimoja kuhusu kina mama kwamba wao wasitengeneze dhahabu, au kama wanataka basi wasitengeneze sana na wajitolee. Mimi naelewa kwamba kutoa dhahabu ambayo imetengenezwa au imenunuliwa ni kubwa zaidi kuliko kuto kununua. Yani kitu kilichopo mbele ya macho, kutoa kile ni kazi ngumu sana. Hivyo kina mama wa Ahmadiyya hata wakati ule pia walikuwa wameitikia wito wa Musleh Maud na wakajitolea, na wanaendelea kujitolea hadi leo. Si katika nchi moja tu, bali katika nchi hizi za kimagharibi wapo kina mama ambao wanatoa dhahabu katika njia ya Allah, na wanatoa dhahabu zote katika mchango, kisha wananunua dhahabu na hawapati utulivu, na kisha wanatoa katika mchango. Kwani kama alivyosema Masihi Maud alayhi wassalam kwamba wanataka kupata furaha ya kudumu ambayo hawezi kupata bila kujitolea. Kisha wapo watu maskini ambao wanatoa mchango kwa kuvumilia shida, na wapo wengi ambao Mwenyezi Mungu anawajalia mara moja na anawapatia zaidi kwa njia mbalimbali ambazo hata zinawashangaza. Wakati huu nitaweka mbele yenu matukio machache ya watu wa namna hiyo, lakini pamoja na hayo nitawaambia matajiri kwamba wao pia washike somo kutoka kwao na waongeze kiwango cha kujitolea kwao. Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu katika hutuba yake moja alikuwa amesema ya kwamba wapo watu maskini ambao wanatoa 45% ya kipato chao cha mwezi mmoja. Kama tuangalie matumizi yao ya kila siku na sawa na matumizi yao tuangalie utoaji wao, lakini matajiri wanatoa 1.5% tu, bali wapo katika watu maskini ambao wanatoa 100%, na matajiri huenda wanatoa 1% tu. Hivyo kwa namna hiyo, japokuwa utoaji wa watu maskini unakuwa mdogo kuliko utoaji wa matajiri, lakini kiwango cha kujitolea kwao kinakuwa juu sana. Hivyo watu walio matajiri wanatakiwa kujichunguza, na kumbukeni ya kwamba Mwenyezi Mungu anarudisha kwa kuongeza zaidi, kama asemavyo katika sehemu nyingine ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba anarudisha kwa kuongeza mara 700 au hata zaidi yake. Kwa vyote vile, kama nisemavyo, naweka mbele yenu mifano michache ya watu waliojitolea, mifano ambayo inatupatia habari au inatuambia kuhusu kujitolea kwao na imani yao, na pia tunapata kuelewa jinsi wanavyopata fadhili ya Mwenyezi Mungu. Guinea Bissau ni nchi moja ya Afrika. Kuna mkazi wa huko aitwaye Mahmud Sahib ambaye ni fundi wa pikipiki. Mbashiri alimhimiza kutoa mchango wa tahriki jadid. Mbashiri alipomhimiza kuhusu mchango wa tahriki jadid, yeye akatoa hela aliyokuwa nayo kwenye mfuko wake, ambayo ilikuwa 10,000 franc sifa. Wakati ule ule binti mkwe akaja, walikuwa wameketi katika nyumba yao. Yeye akaomba hela ili kuandaa chakula. Mahmud Sahib alikuwa amekusha toa mchango katika mchango hela yote. Hapo akamwambia binti mkwe kwamba usubiri kidogo. Hapo binti mkwe akarudi nyuma. Mahmud Sahib anasema kwamba bado alikuwa na wasiwasi kwamba ampatie binti mkwe hela kutoka wapi. Hapo akapokea simu kutoka ofisi moja ya serikali. Alipofika ofisini, wakamwambia kwamba mwaka jana wewe ulikuwa umetengeneza pikipiki zetu na sisi tulikuwa hatukupatia malipo yake. Hapo wakampatia chek ya
190,000 franc sifa. Baada ya kupokea chek, mahmud saheb akarejea nyumbani na akamwita binti mkwe na watu wengine wa familia na akawaambia kwamba angalieni, hizi ni baraka za kutoa katika njia ya allah. hila ambayo mimi sikuwa na imani ya kupata, hapo mungu wangu amenipatia. Mbashiri wa fiji wa nandi anasema kwamba kuna mwanajamati mmoja aitwaye ashfaq saheb. Anasema kwamba yeye alisikiliza hutuba yangu kuhusu tahrike jadid ya mwaka jana na akasikiliza matukio niliyosimulia. Anasema kwamba matukio haya yakanivutia sana, na wakati wa kuendesha gari nikampigia simu katibu wa tahrike jadid na nikamwambia kwamba ongeza mchango wangu mara 2 wa tahrike jadid. Mtu huyu anafanya biashara. Ripoti ya mwaka ilipoandaliwa ya biashara, akapata kujua kwamba faida aliyoipata ilikuwa ni ya mara 2. Ye anasema kwamba mimi nina yakini kwamba hiyo ilitokana na fadhili ya mwenyezi mungu tu, na kwa sababu nilikuwa nimeongeza mchango mara 2, hivyo mwenyezi mungu akanipatia faida mara 2. Mbashiri wa moscow anaandika kwamba kuna mtu aitwaye raslan pikinio saheb, ni kutoka kirgistan lakini anaishi moscow kwa miaka 14. Anasema ya kwamba mtu huyo alikuwa anajitolea sana. Takriban mwaka moja kabla, yeye aliposikiliza hutuba yangu kuhusu swala la kujitolea, anasema kwamba mimi nikapata ladha zaidi kwa kusikiliza hutuba, na kisha akasema kwamba mimi pia nataka kushiriki katika watu hawa wanaojitolea, na yeye akaanza kunitumia mchango 10% wa kipato chake, yani katika sadaka na michango. Anasema kwamba hii ndio njia ambayo anaendelea kuitumia tangu mwaka mmoja. Mbashiri alipopata uhamisho kwenda sehemu nyingine, mtu huyo ana asili ya Urusi, ni mkazi wa Kirgistan. Swali la kwanza alilomuuliza Mbashiri akasema kwamba je, nitaweza kuendeleza njia hiyo ya kutoa mchango? Hayo ni mabadiliko ambayo hatmasihi maula salam amewaletea. Wana fikra na wasiwasi kuhusu utoaji wao. Amir saheb wa Tanzania anaandika ya kwamba kuna tawi la huko na ni mwanajumuiya mmoja wa tawi lile aitwaye Muhammad Thani saheb. Alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja na kampuni ile ikapata hasara. Hapo mmiliki wa kampuni akasema kwamba tutakata mishahara ya watumishi wote wa kampuni. Hapo ye akapata huzuni sana, kwani ulikuwa ni mwezi wa mwisho wa kutoa mchango wa tahrike jadid. Mwalimu alipowasiliana naye na akamwambia kuhusu mchango wa tahrike jadid, yeye hakumwambia shida zake za uchumi, bali akimtegemea mwenyezi mungu akalipa mchango wake na akatimiza ahadi yake. Anasema kwamba siku ijayo akapokea simu ya mmiliki wake kwamba mshahara wake hautapungua, hivyo kutoka mishahara ya wenzake wao walikata mishahara, lakini ye akapata mshahara kamili. Anasema kwamba hiyo ni kwa sababu ya kutoa kwangu mchango wa tahrike jadid. Nchi nyingine ni Malawi. Ni mama mmoja anayetokana na wilaya ya Maguchi, anafanya kilimo na anategemea kilimo chake. Akaandikisha ahadi ya tahrike jadid lakini hakuweza kulipa ahadi yake. Kabla ya mwaka kuisha, wanajamaati walipokumbushwa kwamba kama kuna mtu ambaye bado hajalipa basi alipe mchango wake, mama huyo anasema kwamba akafanya juhudi sana ya kupata kazi na akafanya maombi vile vile ili aweze kulipa mchango wake, lakini
pamoja na kufanya juhudi sana hakuweza kupata kazi. Siku moja baada ya kuswali sala ya al asiri, aliporejea nyumbani akapokea taarifa kwamba mjukuu wake mmoja amemtumia 45,000 kwache kama zawadi. Hapo akafurahi sana na akaenda kwa mwalimu na akatoa mchango wake, na alikuwa anamshukuru mwenyezi mungu kwamba mungu amemjalia na amemwezesha kulipa na kutimiza ahadi yake. Amir saheb wa Tanzania anasema kwamba kuna mama moja aitwaye Mariam sahiba wa jumuiya ya Shianga. Ye anasema kwamba mwalimu alinipigia simu na akanihimiza kuhusu kulipa mchango wa Tahrike Jadid. Anasema wakati ule nilikuwa nayo 10,000 tu shilingi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Mimi nikatoa katika mchango. Kisha kilichotokea ni kwamba siku ile ile Mwenyezi Mungu akanirudishia shilingi 100,000, na anasema kwamba hizi zote ni baraka za mchango. Kuna mwanajumuiya mpya wa Guinea Bissau aitwaye Osman Saheb. Katika maisha yake kulikuwa na matatizo mengi ya kiuchumi. Kila biashara aliyokuwa akifanya alikuwa hafanikiwi. Katika huzuni hiyo hiyo, usiku moja alipolala, anasema kwamba nikapata sauti ya kuwa, Osman, toa mchango wako bila kukosa. Asubuhi Osman Saheb akaja kwa Mbashiri na akamsimulia ndoto yake. Hapo Mbashiri akamwambia kuhusu mchango wa Tahrike Jadid na michango mingine, na Osman Saheb mara moja akatoa mchango wake wa Tahrike Jadid na akatengeneza orodha ya michango mingine na akaanza kutoa michango yake bila kukosa. Osman Saheb anasema kwamba tangu muda ule nilipoanza kutoa michango yangu bila kukosa, Mungu ametia baraka katika shughuli zangu na biashara yangu, na matatizo na shida zote zimeniondoka. Hii ni imani yake kamili kwamba hizi ni baraka za kutoa mchango wa Tahrike Jadid na michango mingine. Hii ndio njia ya Allah. Yeye anawakumbusha watu wake na wanajamati wapya pia. Mungu hahitaji hela yetu, lakini anafanya hivyo ili aweze kutujalia. Kutoka Australia kuna Mbashiri Kamran Saheb. Anasema kwamba kijana mmoja alikuwa hakutoa mchango wake kwa miaka 10. Mimi nikaketi pamoja naye na nikamwambia kuhusu swala la kujitolea, na hapo akaanza kutoa mchango wake na pia akatoa mchango wa Tahrike Jadid na Wakfe Jadid. Anasema kwamba baada ya siku chache akanipigia simu na akasema kwamba kwa fadhili ya Allah nimepata maendeleo katika kazi yangu, kitu ambacho mimi sikukitarajia, na alisema kwamba hiyo ni kwa sababu ya kujitolea kwangu katika njia ya Allah tu, na alisema kwamba sasa sitaonyesha uvivu wala uzembe katika swala la michango. Kuna kijiji kimoja cha Gambia ni Amina, na kuna mwanajumuiya wa huko Osman Saheb. Katibu wa Tahrike Jadid alienda kukitembelea kijiji chake na akiwahimiza kuhusu mchango wa Tahrike Jadid. Akawaambia kwamba mpango huu ni mpango wa kujitolea, na katika shabaha zake, shabaha moja ni kuongeza elimu na kufanya mahubiri. Huzur amesema kwamba wanaoshiriki katika mchango wa Tahrike Jadid wanatakiwa kuongeza elimu yao vile vile na pia kuingia katika uwanja wa mahubiri. Siku za nyuma nilikuwa nimechukua ahadi kutoka Khudam na Ansar. Wahamadia wazingatie ahadi hiyo na wakumbuke kwamba wanatakiwa kuingia katika medani ya mahubiri. Shabaha moja ya Tahrike Jadid ilikuwa ni kufanya mahubiri, na hii ilikuwa shabaha kubwa ambayo kwa sababu yake ilikuwa imeanzishwa. Anasema kwamba mimi nikavutika sana na hutuba ya mwalimu, na mimi nikaamua kufanya bayati na kuingia katika jamaati. Anasema kwamba hadi wakati ule nilikuwa sikufanya bayati. Nilipojua kuhusu shabaha za Tahrike Jadid nikaamua kufanya bayati na kuingia katika jamaati, na pia nikatoa ahadi ya mchango wa Tahrike Jadid na nikalipa ahadi yangu.
anasema kwamba baada ya kutoa michango anahisi mabadiliko matakatifu ndani mwake, na anasema kwamba naendelea kufanya mahubiri na pia natoa michango mingine, yani mchango wa kawaida vile vile. kuna mmoja kutoka Gambia anasema kwamba tangu nilipoanza kutoa michango na hisi mabadiliko katika tabia yangu na katika watoto wangu, na mimi naona kwamba Allah anaendelea kutimiza mahitaji yetu yote, kwani kutoa katika njia ya Allah kunamwezesha mtu kupata fadhili ya Mwenyezi Mungu. kuna nchi nyingine ya Afrika, Guinea Conakry, mbashiri wa huko Kumara Saheb alisema ya kwamba kijiji ambapo anafanya kazi kama mwalimu, anasema kwamba nilikuwa na itembelea ili kuwahimiza Wahamadia kuhusu mchango. hapo nikamhimiza mke wa imamu mmoja aliye mwanajamaat mpya kuhusu mchango. mama huyo akatoa 5,000 Guinea na akanipatia huku akinyosha mikono yake kwa Allah na akasema, e Allah, hii ndiyo hela niliyo nayo ambayo naitoa katika njia yako, hivyo upokee kutoka kwangu. huyu ni mwanajamadi mpya na ni mkazi wa maeneo ya mbali ya Afrika. Mwalimu anasema kwamba mimi baada ya ziara yangu niliporejea nyuma, mama huyo aliyetoa 5,000 frangini akaniambia kwa furaha kwamba katika biashara ya leo nimepata faida kubwa sana, kwani baada ya kuondoka kwako Mwenyezi Mungu akanitumia 80,000 frangini, hela ambayo ni kubwa sana kuliko kujitolea kwangu. kutoka Guinea Conakry kuna mwalimu mmoja Jalu Saheb anasema kwamba wakati wa kusherehekea ashra ya Tahrike Jadid nilifika kwenye kijiji kimoja Kontaya ili kupokea michango. mwanajamaati mmoja bwana Shekhu alikuwa ametoa ahadi ya kutoa mchango wa Tahrike Jadid 30,000 frangini. alipohimizwa ye akasema kwamba leo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani nina 30,000 tu, hela ambayo naitoa katika njia ya Allah. siku ijayo bwana huyo akanipigia simu na akasema kwamba Mwenyezi Mungu akapokea kujitolea kwangu, kwani baada ya kutoa mchango kijana wangu mmoja akanitumia 300,000 frangini kama matumizi ya nyumbani. anasema kwamba Mwenyezi Mungu ameimarisha sana imani yangu. Jumuiya inapopokea michango kutoka kwetu, michango ile inatumika katika njia ya Allah, hivyo nitaendelea kujitolea sana. yani hapo akapata imani kwamba kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemjalia, na sababu ya kujalia kwake ni kwamba hela aliyoitoa imetumika kama ipasavyo. kutoka Kazakhstan kuna mwanajamati mmoja Baiga Marzuif ambaye anashiriki katika michango bila kukosa. anasema katika mwezi wa Juni nilifukuzwa kazini na watu wa kampuni wakanipatia mishahara yangu yote. sasa mimi naendelea na pensheni. baada ya kukosa ajira nikalazimika kununua dawa na vitu vingine kwa sababu ya maradhi yangu, lakini nilikuwa na huzuni kwa sababu ya kutokuwa na hela. siku moja nilipokuwa natembea mitaani nikapata wazo ya kucheki na kuangalia kadi yangu ya benki. japokuwa nilikuwa na imani kwamba kadi yangu haitakuwa kitu chochote, lakini hata hivyo nikaamua kuangalia na kucheki. nilipoangalia kadi yangu nikashikwa na butwa, kwani kwenye akaunti yangu kulikuwa na hela 1,90,000. nilikuwa na shangaa sana na pia nikaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu. nilipowapigia simu watu wa kampuni nikapata kujua kwamba mmiliki wa kampuni amenitumia hela hiyo kama zawadi kwa sababu ya uaminifu wangu, na alisema kwamba hizi ni baraka za michango ya Tahrike Jadid na Wakfe Jadid. kuna Malaysia, kuna mwanajamati mmoja Wakra Saheb anasema kwamba huu ni uzoefu wangu wa dhati. mwaka 2016-17 nikatoa ahadi ya kulipa mchango wa Tahrike Jadid 1,000 rangat. wakati ule kwa sababu ya hali yangu duni ya kiuchumi
nilikuwa na wasiwasi na nilikuwa na huzuni, lakini nilikuwa na imani kwamba nitaweza kulipa mchango wangu. hivyo nilikuwa nafanya maombi kwamba kama nia yangu ni sahihi na jamaat ni kweli, basi mungu atanirahisishia. Anasema kwamba siku moja kabla ya muda kuisha nikapata mapato kutoka biashara, na hela hiyo ilikuwa 1,000 rangat. Nikaenda kwa katibu wa mali, katibu wa fedha, na nikalipa 1,000 rangat. tangu tukio hili litokee, mimi na imani kamili na yakini kwamba kama shabaha zetu ziwe sahihi, basi mwenyezi mungu anaturahisishia. hivyo hii ndiyo fikra ambayo ni fikra ya kila ahmadia ambaye anaishi katika nchi yote ya dunia, japokuwa kuna umbali wa maelfu ya maili, lakini hata hivyo mwenyezi mungu anaimarisha imani yao na anawazihirishia ukweli wa jamaati. kuna mwanajumuiya mmoja wa ujerumani anasema kwamba kampuni yangu ilipata hasara ya katika uchumi, hivyo kipato changu pia kikapungua. anasema siku ile ambapo kulikuwa na semina kuhusu tahrika jadid, baada ya kusikiliza matukio yenye kusisimua imani, nikaahidi mbele ya allah kwamba mimi nitalipa 1,500 euro zaidi, na hapo akaniandikia barua kuhusu maombi na pia akafanya dua na maombi. mwenyezi mungu akamjalia fadhila na yeye akapata uwezo wa kulipa mchango wake, na pia akaweza kulipa 600 euro zaidi. hapo akapokea simu kutoka kampuni nyingine na wakamwambia kwamba wewe kama utafanya kazi katika kampuni yetu, basi mposho yako au mshahara wako utakuwa zaidi, yani 1,000 euro zaidi kuliko mshahara wako wa zamani. na miliki wa farm, yani kampuni, akasema kwamba kwa kuwa umeacha kampuni yako ya zamani, hivyo sisi tutakupatia 2,000 euro kila mwezi kwa miezi mitatu, na pia utakuwa na ruksa siku ya ijumaa, jumamosi, jumapili. anasema kwamba kwa sababu ya kujitolea kwangu katika mchango wa tahrika jadid nikapata mishahara zaidi na pia nikapata uwezo wa kuswali swala ya ijumaa. mbashiri wa Ivory Coast anaandika kwamba kwa ajili ya kuwahimiza waahmadia kuhusu mchango wa tahrika jadid nilienda kuwahimiza katika kijiji cha Poliswo. mzee mmoja ambaye alikuwa maskini sana, na sisi tulikuwa na fikira kwamba sawa na uwezo wake, hata kama akitoa 200 au 300 franc, hili ni jambo kubwa. ye akainuka na kwenda nyumbani na akaaja na mchango, na pia akaleta mwana wake na akasema kwamba wewe pia toa mchango wako. hapo ye akatoa 2,000 franc na kijana wake pia akatoa 500 franc. hii ndiyo jaziba ya kujitolea kwa ajili ya kupata ridhaa ya mwenyezi mungu. senegal ni nchi nyingine ya bara la afrika. mwalim saheb anasema kwamba kuna mwanajumuiya mmoja muhammad anjae saheb ambaye ni mtu maskini lakini ni mwaminifu sana. mke wake alikuwa naumwa, daktari akapendekeza dawa kwa ajili yake ambayo thamani yake ilikuwa ni 15,000 franc sifa. mtu huyo hakuwa na hela hiyo, akaenda kwa rafiki yake moja ili kukopa kutoka kwake. akachukua mkopo kutoka kwake, na katika muda huo ukavadia muda wa swala. ye akaaja katika mission house ili kuswali swala, na akamwambia mwalimu kuhusu siha ya mke wake, lakini alikuwa bado hakumwambia yote. ndipo mwalimu akaanza kuongea naye kuhusu ashra tahrika jadid, na akaanza kumwambia kwamba atoe katika njia ya allah na hivyo mungu atamrahisishia. ye akamwambia mwalimu kuhusu shida zake, na akasema kwamba nitatoa mchango wangu baada ya siku 2-4, na kisha akaenda kununua dawa kwa ajili ya mke wake. lakini baada ya dakika chache akaja katika mission house tena na akasema kwamba mimi nikafikiri ya kuwa mwalimu amenihimiza lakini sikuweza kutoa chochote. hapo moyo wangu ukahisi ugumu, hivyo wewe uchukue mchango huo 5,000 franc sifa katika tahrika jadid, na mimi nitanunua dawa ambayo ni muhimu sana. na ye akapokea risiti na akaondoka.
alikuwa bado hakufika kwenye pharmacy ndipo akapokea simu kutoka mtu mmoja akasema kwamba nataka wewe unitengenezee kitanda na mimi na kutumia 50 franc sifa kwenye simu yako na mke wako akipona basi utengeneze kitanda changu na hela iliyobaki nitakupatia baadaye. Mtu huyo akaja tena katika mission house na akamwambia mwalimu kwamba Mungu amenipatia fadhila hii na baraka hizi kwa sababu ya mchango na nimepata hela zaidi kuliko haja yangu. Kutoka Senegal mwalimu saheb anaeleza ya kuwa kuna mwanajamaati mmoja Wagan saheb alitoa ahadi ya kulipa mchango wa Tahrike Jadid kama 10,000 franc sifa. Akaambiwa kwamba mwaka wa Tahrike unakaribia kuisha na bado unadaiwa. Ye akasema kwamba mimi sina hela saizi, lakini usiwe na wasiwasi, mimi nitalipa tu kabla ya mwaka kuisha, hata kama nilazimike kuuza nguo zangu. Hii ndiyo jaziba yao. Mwalimu saheb anasema kwamba baada ya siku chache akaja nyumbani na akasema kwamba pokea mchango wangu wa Tahrike Jadid, na akaniambia kwamba nilikuwa na wasiwasi sana kuhusu mchango wangu na binti yangu amenitumia hela nyingi, hivyo nimekuja kulipa mchango wangu. Katika jamaat wanajamaat wanapatikana wenye ikhilasi ambao hawajali kitu chochote. Amir saheb wa Niger anasema kwamba kuna mwalimu wa huko na mke wake ni mama wa nyumbani, hana kipato chake. Mwalimu saheb ndiye aliyekuwa analipa mchango wake wa Tahrike Jadid. Mke wake alipojua akasema kwamba mwaka huu nitalipa mchango wangu mwenyewe na andika ahadi yangu kama 8,000 sifa. Hapo mwalimu akasema kwamba kivipi utalipa? Ye akasema nina yakini kwamba Mungu atapokea jaziba yangu na imani yangu, na hivyo ndivyo itokavyo. Baada ya siku chache tu mama moja akaja kwake kutoka ujirani na akasema kwamba kama unajua kushona basi ushone nguo zangu, na akampatia 3,000 sifa kama advance, hela ambayo akatoa katika mchango wa Tahrike Jadid. Kisha akapokea kazi nyingi na ye akaweza kulipa mchango wake. Kina mama wakati ambapo mpango huu ulikuwa umeanzishwa walikuwa wamemwindika Musleh Maud kwamba sisi tunaweza kulipa rupia 1 au 2 tu, hivyo tupatiwe ruhusa. Jaziba ambayo walikuwa wameonyesha wakati ule, jaziba hiyo ipo hadi leo, bali inapatikana katika watu ambao wameketi wakiwa mbali sana, wanasikiliza hutuba ya khalifa wa zama, yani sauti yake, na lakini hawaelewi kwani hawajui lugha yake, lakini wamezidi sana katika ikhilasi. Kutoka Senegal mwalimu saheb anaandika, kuna tawi moja la Tambakonda na ni mwanajumuiya wa tawi hilo Saidi saheb ambaye ana ngombe na makondo. Yeye alimpigia simu mwalimu na akasema kwamba Tahrike Jadid ni nini. Mwalimu saheb akamwambia kuhusu Tahrike Jadid na pia akamwambia kwamba katika siku hizi tunaendelea kusherehekea ashra ya Tahrike Jadid. Mtu huyo akamwambia mwalimu kwamba baba yake alikuwa tajiri sana, lakini alikuwa dhaifu katika zaka na infaq fi sabilillah, lakini alikuwa anawahudumia sana mashekh. Baada ya kifo chake amepokea wanyama wengi, lakini bado hakuweza kupata uelewa wa infaq fi sabilillah. Mwalimu saheb alipomwambia kuhusu infaq fi sabilillah, yeye akatoa ngombe mmoja na makondo mawili katika mchango, na akasema kwamba kondo moja ni kwa ajili ya Tahrike Jadid. Baada ya siku 7 akaona ndoto kwamba katika wanyama marazi yanaendelea kusambaa, na kwa sababu ya marazi yake maji yanatoka kutoka miili yao na wanyama wanakufa. Na kwa kuwa yeye ni mmiliki wa wanyama hawa, hivyo katika wasiwasi akapata wazo kwamba wanyama wanaokufa kuna wanyama wake vile vile wamo hapo. Katika ndoto ile ile akafanya dua na akasema, e Allah, ulinde wanyama wangu.
na katika ndoto hiyo hiyo akapokea sauti kwamba wanyama wako watasalimika kwa sababu ya tahriki jadid. Na ye akaona kurasa moja na juu yake ilikuwa imeandikwa bismillahi rahmani rahim na chini yake ilikuwa jina lake. Hapo akazinduka, yani akaamka. Mwalimu saheb ye akampigia mwalimu saheb na akamwambia kuhusu ndoto yake, na mwalimu saheb akamwambia kwamba risiti uliyo nayo, angalia risiti hiyo, juu yake kuna bismillahi rahmani rahim na chini kuna jina lako. Na anasema kwamba nilipona risiti hapo nikapata kuimarika kwenye imani yangu. Kutoka Shianga, Tanzania, mwalimu anaandika kwamba mwanajumuiya mmoja mpya bwana Ramazan saheb aliandikisha ahadi nzuri katika tahriki jadid. Yeye alikuwa anategemea kilimo, na kwa sababu ya kutokunyesha mvua wakulima wengi hawakuweza kupata mavuno mazuri. Ramzan saheb akaeleza kwamba yeye alikuwa na wasiwasi kwamba kivipi ataweza kulipa mchango wake wa tahriki jadid. Anasema kwamba siku moja jamaa yangu moja akanipigia simu na yeye akasema kwamba mimi nakutumia hela ambayo uitumie kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Mzee huyo alipopokea hela hiyo akaenda kwa katibu wa fedha na akalipa mchango wake na akatimiza ahadi yake. Anasema kwamba Mungu amenisaidia ili niweze kulipa mchango wangu. Hivi ni viwango vya kujitolea vya watu hawa ambao ni wanajumuiya wapya. Angalieni, upande moja wapinzani wa jamaat walikuwa wakitumia juhudi zao zote ili kumaliza jamaati, lakini angalieni jinsi Mwenyezi Mungu alivyotia mioyoni mwa wanajamaat wapya ili wajitolee kwa ajili ya jamaat, na kisha anaendelea kuwajalia. Je, wapinzani hawa wanaweza kuzima nuru hii ya Mwenyezi Mungu, taa hiyo ya Mwenyezi Mungu ambayo Allah ameiwasha? Hata kama watumie juhudi kiasi gani, lazima watashindwa na watashindwa. Na jumuiya katika kila kona ya dunia ikisimamisha mifano ya kujitolea inaendelea kupata maendeleo juu ya maendeleo. Tahriki Jadid Musleh Maud alikuwa ameanzisha, kwani wakati ule jumuiya ilikuwa inapingwa na watu wote. Hata maafisa wa serikali pia walikuwa wakiwasaidia maadui wa jamaat, na hiyo ilikuwa shabaha ya tahriki jadid kwamba tufanye mahubiri na tuongeze jamaati, na katika kila nchi ya dunia bendera ya Islam ipeperushwe. Hivyo kwa kupitia jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya, hawa ndio watu ambao wameingia katika Islam, ambao wanaendelea kusimamisha mifano katika swala la kujitolea. Yapo matukio mengi, lakini siwezi kuyaeleza yote hapa. Kuhusiana na tahriki jadid nitaeleza zaidi, yani historia yake. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba jumuiya ilikuwa inapingwa na ufisadi ulikuwa unafanywa zidi ya jamaati, haswa ahrar, yani watu wa ahrar walikuwa wametumia nguvu zao zote na walikuwa wametangaza ya kwamba wao watafuta ahmadiyat na watafuta alama za Qadian, na walikuwa wanazungumzia kwamba wao watamaliza Qadian, na pia walikuwa na mipango ya kuvunja heshima ya kaburi la Masihi Maula sallallahu alaihi wasallam na vitu vingine vitakatifu. Japokuwa wakati ule ilikuwa ni serikali ya wazungu, lakini badala ya kumaliza fitna yao walikuwa wakiwasaidia. Katika hali za namna hiyo, Hat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu akipatia jumuiya mpango huu, akawahimiza katika swala la kujitolea. Hii ni habari ya mwaka 1934. Katika mwezi wa Novemba akatoa hutuba chache, na katika hutuba zile akaeleza sababu ya kuanzisha mpango huo, na alikuwa ameeleza nia yake, na alikuwa hakueleza maelezo yote, lakini wanajamaati wenye ikhilasi wakaanza kumuindikia barua za kujitolea kwa aina zote, na huzur akaeleza na akaonyesha furaha yake, na akasema kwamba mimi naeleza maelezo hayo ili jumuiya iwe tayari kwa ajili yake, kwani saa nyingine silsila ya kujitolea inakuwa ndefu.
hivyo kina mama na watoto pia wawe tayari kwa ajili yake. Hii si kazi ya kina baba tu, bali kina mama pia watalazimika kuelewa wajibu wao. Japokuwa mpango huu haukuwa lazima kwa kila ahmadia wakati ule, lakini jumuiya ikaonyesha jaziba ya ikhilasi na unyofu. mwaka 1964 akatangaza mpango huo na akaeleza kwamba kazi yetu ni kutoa majibu zidi ya mipango ya maadui, na si kwa njia ya ufisadi bali kwa njia ya mahubiri, kwani maadui wamepata nafasi hii, kwani sisi hatukutimiza haki ya mahubiri. Yani jinsi tulivyotakiwa kupanga mipango ya mahubiri sisi hatukupanga. Kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa ahmadiyat kwenye kila kona ya dunia, juhudi tuliyotakiwa kuifanya hatukuifanya. jinsi tulivyotakiwa kutimiza haki yake hatukutimiza. Yeye wakati ule akiipatia jumuiya mpango huu na pia akawahimiza kujirekebisha na kujitolea, na akawahimiza kutoa michango. Na mpango huo ulikuwa ni kukusanya 27,000 rupia ambayo kazi yao ilikuwa ni kukusanya katika miaka 3, lakini Mwenyezi Mungu akawawezesha Waahmadia kukusanya 100,000 katika mwaka moja. Na wakati ule kutokana na hali ya kiuchumi ya jamaati, bila shaka kazi hii ilikuwa kubwa sana. Jinsi Waahmadia walivyoonyesha mifano yao ya kujitolea, Mwenyezi Mungu akakubali jaziba yao, na pamoja na hayo njia za mahubiri zikafunguka kwenye dunia, na baraka hizi hazikuishia pamoja nao, bali hadi leo tunaziona kama nilivyoeleza katika matukio hayo machache. Kwa vyote vile Wahamadia wa wakati ule wakajitolea sana, na pia wakatoa wakfu maisha yao kwa ajili ya dini, wakaenda kufanya mahubiri katika nchi za mbali, na wengine wakalazimika kuvumilia mateso na shida mbalimbali. Al-Musleh Maud mwanzoni alikuwa ameongeza mpango huu kwa miaka 10, na miaka 10 ilipomalizika na matokeo mazuri yalipotokea, na pia Wahamadia wakaomba, hapo akaongeza miaka mingine zaidi, na kisha mpango huu ukawa mpango wa kudumu. Na leo tunaona manzari za misaada na nusura ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ni natija ya kujitolea kwa watu wale ambayo Mungu akaikubali. Bali hadi leo kwa kupitia ndoto na njozi, Mwenyezi Mungu anawahimiza Wahamadia wapya, kama nilivyoeleza katika matukio mbalimbali. Vizazi vya wale waliojitolea wakati ule wakikumbuka imani ya mababu zao, wanatakiwa kufanya juhudi ya kuendeleza vitu hivi, na pia fadhila ambazo wao wamezipata. Kwa kutokana na fadhila hizi wanatakiwa kujitolea zaidi na zaidi. Sawa na mpango huo, walioingia katika mpango huu idadi yao ilikuwa ni 5,000, na hao walikuwa ni washiriki au mujahidin wa Daftar Awal Tahrik Jadid. Kisha Khalifa mtukufu wa 4 alisema kwamba kwa ajili ya kuendeleza swala hilo la kujitolea, watu wanatakiwa kuhuisha michango yao. Na mimi nilipoanzisha Daftar Panjum, yani ofisi ya 5, nikawahimiza Wahamadia hivyo. Kwa fadhili ya Allah, hisabu za watu hawa ziko hai, yani zinaendelea. Na miaka 10 ilipotimia juu ya kuanzishwa kwa Daftar Awal, Khalifa mtukufu wa 2 akatangaza kuhusu Daftar Dom, na akapanga muda wake wa miaka 19, na akasema kwamba kila baada ya miaka 19 daftar mpya itaanza.
sawa na hisabu hiyo daftar soim khalifa mtukufu wa salih rahimahullah taala alianzisha, lakini kwa kuwa daftar hiyo ingetakiwa kuanzishwa mwaka 1964 lakini kwa sababu ya marazi ya khalifa mtukufu wa pili ya hakuweza kutangaza kuhusu daftar hiyo. hivyo khalifa mtukufu wa salis alikuwa amesema kwamba mimi natangaza kuhusu ofisi hiyo, lakini hiyo itanasibishwa na hat musleh maud na mwenyezi mungu atanipatia malipo yake vile vile. hivyo akatangaza kuhusu daftar soem mwaka 1966 na akasema kwamba hiyo itaanza kutoka novemba 65. kisha mwaka 85 khalifa mtukufu wa nne akaanzisha daftar chaharum, yani ofisi ya nne. kisha miaka 19 ilipotimia mwaka 2004 ofisi hiyo ilipokwisha, yani muda huu ulipokwisha, mimi nikaanzisha ofisi ya 5 na leo tena miaka 19 ilipotimia mimi natangaza kuhusu ofisi ya 6. sasa wanajamaat wapya na watakaozaliwa, yani watoto watakaozaliwa au wale ambao hawamo katika ofisi yoyote wataingia katika ofisi ya 6. hivyo uongozi wa jamaati sawa na hisabu hiyo wafanye katika matabu yao. hat musleh maud raziallahu taala anhu alipokuwa ametangaza ofisi mpya, wakati ule alikuwa amesema kwamba baada ya ofisi ya pili zitakuja ofisi ya 3 na 4 na 5 za tahrike jadid, na tutaendelea kujitolea kwa ajili ya dini. siku ambapo tutaacha juhudi kwa ajili ya dini na siku ambapo watazaliwa watu kati yetu ambao walisema kwamba au watasema kwamba ofisi ya awal imepita, ofisi ya pili, ya 3, ya 4, ya 5 pia zimepita, ofisi 6 na 7 pia zimepita. sasa tutaendelea kujitolea hadi lini? silsila hiyo sasa ikwishe. muslimu anasema kwamba hiyo itakuwa kauli ya watu wale kusema kwamba sasa roho yetu imekufa na imani yetu imezofika. sisi tuna imani kwamba ofisi hizi tariki hizi zitakuwa hazina mipaka, na jinsi nyota za mbingu haziwezi kuhesabiwa, vivyo hivyo ofisi na zama za tariki hazitahesabiwa. kama allah alivyomwambia ibrahim kwamba vizazi vyako havitahesabiwa, na vizazi vya ibrahim wakafanya kazi kubwa kwa ajili ya dini. hii ndiyo hali ya tarika jadid, na zama hii ya tarika jadid si zama ya watu bali ni zama za kujitolea kwa ajili ya dini. hivyo kama zama hizi hazitahesabiwa, basi hiyo itakuwa ni msingi ulio madhubuti na wenye shani wa islam na ahmadiyat. hivyo kwa fikira hiyo kila ahmadia anatakiwa kuangalia na kuweka mbele yake kiwango hiki cha kujitolea. mwenyezi mungu jinsi anavyowajaalia watu wanaojitolea, kimsingi huo ni ushahidi wa kimatendo wa mwenyezi mungu kwamba mpango huu ni mpango wa mwenyezi mungu. na musleh maud raziallahu taala anhu kuhusu tahrike jadid alikuwa amesema kwamba nizamu ya tahrike jadid, nizamu ya tahrike jadid kimsingi ni kama irhas ya nizamu ya wasia, yani kwa sababu ya nizamu hii ya tahrike jadid nizamu ya wasia pia itaimarika, na huo utakuwa msingi wa kuwawezesha waahmadia katika swala la kujitolea. na hiyo ni njia ambayo itaendelea kuwapatia watu habari kwamba nyuma yake inakuja nizamu iliyo azim ambayo ni nizamu ya wasia. hivyo kama nilivyokuwa nimewahimiza waahmadia kuhusu kushiriki katika nizamu ya wasia mwaka 2005 kwamba nizamu ya ukhalifa pia ina uhusiano mkubwa na nizamu ya wasia. hivyo kiwango cha kujitolea pia kitaongezeka katika nizamu ya wasia, na tahrika jadid
ni njia moja ya kuwatayarisha wahamadia kwa ajili yake. Mwenyezi mungu awajalie watu wenye uwezo, na kwa fadhili ya allah wapo watu ambao wanashiriki sana, lakini bado kuna mapungufu ndani yake. Kama nisemavyo, watu walio maskini katika swala kujitolea wamezidi sana, hivyo matajiri pia wanatakiwa kusonga mbele. Sasa naweka mbele yenu hisabu ya mwaka uliokwisha. Matunda ya Tahrike Jadid kama tulivyoangalia mwanzoni, tulikuwa hatu kutoka nje ya Qadian au tulikuwa tumeenea katika nchi ya India tu, lakini sasa katika nchi 220 za dunia idadi ya misikiti kwa ujumla ni 9,300 na mission houses idadi yao ni 3,400 na ipo misikiti ambayo inaendelea kujengwa. Idadi ya wabashiri na waalimu katika dunia ni takriban 5,000 na idadi hiyo inaendelea kuzidi na kuongezeka. Kwa fadhili ya allah tafsiri za Qur'an tukufu zinaendelea kufanywa na katika lugha 77 tafsiri hizi zimekusha fanywa. Vipeperushi na vitabu vinaendelea kupigwa chapa katika lugha mbalimbali na tafsiri zake zinaendelea kufanywa katika lugha mbalimbali, na zipo shughuli nyingi zinaendelea kufanywa chini ya mpango wa Tahrike Jadid. Japokuwa katika shughuli hizi michango mingine pia inashiriki, lakini kuna mchango mkubwa wa Tahrike Jadid unaojitolea au unaochangia. Kwa fadhili ya allah sasa mimi natangaza mwaka mpya, mwaka wa 89 wa Tahrike Jadid umekwisha pamoja na Oktoba 31. Sasa tunaingia katika mwaka mpya ambao ni mwaka wa 90, na mwaka huu kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu jumuiya ya kimataifa imeweza kujitolea milioni 17.20 paundi, alhamdulillah, na mchango huu ni 7,049 pound zaidi kuliko makusanyo ya mwaka jana. Mwaka huu jumuiya ya Ujerumani imeibuka jumuiya ya kwanza katika jamaa zote za dunia. Japokuwa katika dunia nzima kwa sababu ya maporomoko ya uchumi hali ya kiuchumi imeharibika, lakini kila mmoja ameongeza kiwango cha kujitolea kwake. Ujerumani tukiacha Pakistan, Ujerumani kama nisemavyo imeibuka mshindi, yani namba 1, na kisha nchi inayofuata ni Uingereza, kisha ni Canada na kisha ni Marekani imeshika namba 4, nafasi ya 4, na nafasi ya 5 ni jamaat moja ya Mashariki ya Kati. Namba 6 ni India, namba 7 ni Australia, namba 8 ni Indonesia, namba 9 ni jamaat moja ya Mashariki ya Kati, na namba 10 ni Ghana. Katika nchi ya Ghana pia hali ya uchumi si nzuri, lakini hata hivyo Ghana imepata namba 10, na matawi madogo ambayo yametoa mchango mzuri ni Ireland, Mauritius, Holland, Malaysia, Singapore, New Zealand, Kazakhstan na Georgia na kadhalik. Katika nchi za Afrika, nchi zilizopata nafasi Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, Tanzania, Gambia, Uganda, Liberia, Sierra Leone na Benin. Kwa ujumla wanaoshiriki katika mpango huu wa Tahrike Jadid idadi yao imeongezeka kuliko 1,606,037, na nchi ambazo zimeongeza idadi yao ni Guinea Conakry, Jamaica, Kyrgyzstan, Zambia, Nepal, Ghana, Kenya, Tanzania, Congo Kinshasa, Congo Brazil, Nigeria, Senegal, Ivory Coast na jamaat moja ya Mashariki ya Kati. Matawi 10 ya Ujerumani ni Rodermark, Rodga, Kiel, Osnabrück, Pinneberg, Neuss, Nida, Cologne, Mahdiabad na Floresheim, na Amarat 10 ni Hamburg yani mikoa, Frankfurt, Grosskreuz, Wiesbaden, Ditzenburg, Riedstedt,
Wieselheim, Morfelden, Waldorf, Darmstadt na Mannheim. Mikoa mitano ya Uingereza ni Baitul Futuh namba 1, kisha ni Islamabad, kisha Midlands, Masjid Fazal na Baitul Ihsan. Matawi makubwa ya Uingereza: Farnham namba 1, Worcester Park namba 2, South Cheam, Islamabad, Walsall, Ash, Gillingham, Aldershot South, Yule na Bradford North. Katika matawi madogo kuna Spain Valley, Swansea, Northampton, North Wales na Newport. Majimbo au amarat ya Canada: Vaughan namba 1, kisha ni Calgary, Peace Village, kisha ni Vancouver, kisha ni Mississauga na Toronto. Matawi madogo ya Canada: Hamilton Alton namba 1, kisha Otto East, Bradford East, Hamilton West, Montreal West, Winnipeg, Regina, Leicester, Abbotsford. Matawi ya Marekani: Maryland namba 1, North Virginia, Los Angeles, Seattle, Chicago, Silicon Valley, Detroit, Houston, Oshkosh, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Dallas. Nchini Pakistan, matawi jinsi yalivyopata nafasi: namba 1 ni Lahore, kisha ni Rabwa na kisha ni Karachi. Katika wilaya: Faisalabad namba 1, kisha Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Lodra, Bahawalpur, Kotli Azad Kashmir na Jhelum. Kuhusiana na ukusanyaji kwa ujumla katika matawi ya Pakistan: Amarat Township Lahore namba 1, Amarat Islamakbal Town Lahore, Amarat Daruzikar Lahore, Amarat Azizabad Karachi, Amarat Mughulpura Lahore Multan, Amarat Baitulfazl Faisalabad, Gujranwala, Quetta, Peshawar. Katika matawi madogo ni Khokar Garbi, Chwinda, Kot, Sharifabad, Bashirabad Sindh, Khariyan, Hayatabad, Pindi Bago, Darulfazl Kundri, Nawazabad Farm, Khairpur. Majimbo 10 ya India: namba 1 ni Kerala, kisha ni Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Jammu na Kashmir, Odisha, Punjab, Bengal, Delhi na Maharashtra. Kuhusiana na kujitolea, matawi 10 ni Coimbatore, Tamil Nadu, kisha ni Qadian, kisha Hyderabad, Calicut, Manjeri, Melapalam, Bangalore, Kolkata, Karolai, Kerang. Matawi 10 ya Australia: Melbourne Longbourn namba 1, kisha ni Melbourne, Berwick, Marsden Park, Penrith, Perth, Adelaide West, Castle Hill, Brisbane Logan East, Parramatta na Melbourne Clyde. Hizi ni jamaat 10 za Australia. Mwenyezi Mungu awajalie sana wote waliojitolea na watu hawa waweze kuzidi katika swala la kujitolea. Pia mukumbuke wa Palestina katika maombi yetu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر